kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mahusiano na mashirikiano mazuri na wadau mbalimbali wa kimaendeleo. Leo tumepata wasaa wa kutembelewa na kukaa na mkutano wa pamoja na mkurugenzi mkuu wa UNESCO. Tunakwenda kutekeleza mradi wa pamoja wa usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji yaliyo chini ya ardhi baina yetu sisi Tanzania na wenzetu wa Kenya, mradi unaojulikana Kilimanjaro. Nchi yetu ya Tanzania tumekuwa na rasilimali kubwa sana ya maji yaliyokuwa chini ya ardhi. Kwa hiyo mkakati wetu ni kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti na maji yale yaweze kutumika kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali ya maji. Tumeona mabadiliko ya tabia nchi yalivyoleta athari, tumeona baadhi ya mito, baadhi ya chemchem leo zinakauka. Kwa hiyo tunatengeneza mikakati namna gani tunaweza tukatumia rasilimali zetu za maji yaliyokuwa chini ya ardhi ili iweze kuwa na manufaa kwa watu wetu. Kwa hiyo huu ni mradi ambao tutashirikiana kwa karibu na wenzetu wa UNESCO, Kenya na Tanzania, lakini pia utakuwa unafadhiliwa na wenzetu na mfuko wa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maana UNICEF. Tegemea Mheshimiwa Waziri, labda mradi utaanza lini na utafika kwa ukubwa gani? Kwa target sasa hivi tupo kwenye maandalizi. Target yetu mwanzoni mwa Januari unaweza ukawa umeanza 2026. Na Mheshimiwa Waziri, wakati tunapambana na maji Kilimanjaro, Dar es Salaam pia tatizo kubwa la maji. Hii ikoje? Jitihada zipi zinafanyika? Hatuna changamoto kwenye vyanzo vyetu vya maji. Na wala hatuna changamoto hasa juu labda ya umeme. Walipata hitilafu hasa eneo la mtambo wa Ruvu Juu na wamefanya jitihada na tumerudi katika hali yetu ya kawaida. Kwa hiyo kikubwa watu wa DAWASA wasilale usingizi, watumishi wa DAWASA wasilale usingizi. Bado naendelea kusisitiza tusizoee shida za wananchi, kwamba tuhakikishe sisi kama Wizara ya Maji kupitia mamlaka yetu ya DAWASA jukumu lao ni wawapatia watu maji na watimize kwa vitendo kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Lakini kwa kweli walipata hitilafu na mimi nimejithibitishia hilo na tumerudi katika hali yetu. Ni vitu vya kawaida, lakini lazima tuvimanage vitu vya namna hivi visitokee ili kuhakikisha kwamba watu wa jiji la Dar es Salaam wanapata huduma maji safi na salama. Tuna maji toshelevu kwenye chanzo, hatuna kwamba maji yamepungua au yamekauka. Maji yapo, umeme upo. Kwa ni wajibu wa DAWASA kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Tunaona jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuhakikisha miaka hii miwili mfululizo tuliona mabadiliko ya tabia nchi yanapoathiri, kwa sababu chanzo kikuu ni Ruvu. Lakini tumeona jana tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu tumeenda kuangalia mradi huu mkubwa wa Kidunda wa uhifadhi wa maji. Kwa hiyo hii mikakati tuliokuwa nayo kama ni changamoto ya ile tatizo la maji. Mimi naitwa Engineer Eric Muriithi Mugaa. Mimi ni waziri wa maji na irrigation kule nchini Kenya. Tuko hapa leo kuhakikisha kwamba huu mradi wetu wa Kilimanjaro Transboundary Aquifer unaanza vizuri. Umeona tumekuwa na DG wa UNESCO kuonyesha ili huu ni mradi wa maana sana katika nchi zetu mbili. Ule mradi ambao kuna wasomi kuangalia the aquifer, kuangalia ile maji tuko nayo, wafanye what we call mapping kwa kizungu, na baada ya mapping tuwe na ile data ambayo kwa future ama kwa siku za usoni tunaweza tumia yale maji katika hali yetu ya kulima na pia kunywa. Tunajua maji mengi pale Kilimanjaro aidha yanakuja Kenya chini ama nchini Tanzania, lakini yale maji kwa sababu ya pressure ya climate change na pia degradation, ule ukataji wa miti, kuna matumizi mabaya ya maji without being not proper water management, na pia small issues such as things that are happening in the globe zinafanya yale maji ya surface water yasiwe mengi kama vile tumezoea. Ndio maana sasa tunatafuta an alternative kuangalia our aquifer resource, ile ground water pia itumike katika kusupplement yale maji ya surface water, ndiposa tuwe na sustainable and climate resilient systems. Huu mradi utasaidia watu zaidi ya milioni 2 hapa nchini Tanzania na pia nchini Kenya. Na tunaomba sisi kama wakazi wa nchi zote mbili majirani, kwa sababu Tanzania ni jirani wetu, pia nyinyi ndugu zetu, na pia sisi wa Kenya, yale maji ambayo tuko nayo kwa sasa surface water, kwa sababu ya uhaba ambao unaweza patikana kwa sababu ya zile maneno nimesema kama degradation, climate change, tuyatumie kwa ustadi, tusiyatumie kiolela, tufanye what we call water conservation. And to finish it off, ni muhimu watu wetu wajue pia ground water
is a natural resource kama oil and gas. Na hii study ambayo tunafanya na UNESCO, tukiyaelewa vizuri yale maji tuko nayo pale chini, kwa sababu tutaangalia amount, quantities, tuko na kiasi gani. Tutaangalia na njia rahisi za kuyatoa, extraction. Pia tutaangalia usage, either kwa kulima, kunywa nyumbani mwetu, na pia tutaangalia kama yale maji yanaweza tumika in future as a reserve. Na katika hii study pia kuna ile component ya sustainability na groundwater recharge. Unajua yale maji tukitoa tukatae kuyarejesha pia yanapungua, kwa sababu it's a natural resource. So tunaangalia pia recharge areas, na hii data na information itakuwa katika nchi zote mbili kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa ugeni huu uliokuja hapa Tanzania wa mkurugenzi mkuu wa UNESCO, kwa namna fulani sisi ni wenyeji wake. Kwa hiyo niko hapa kwa sababu ya tume ya UNESCO iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kuna mambo mengi katika ziara hii ya mkurugenzi mkuu, lakini mojawapo ni hilo la kwenda kuweka mradi mkubwa wa maji Kilimanjaro ambao unufaisha Kenya na Tanzania, hasa wilaya ya Rombo na Hai. Kwa hiyo imetokea tu kwamba sasa mimi ni mbunge wa Rombo na nafahamu changamoto ya maji Rombo, ambayo serikali inafanya kazi kubwa sana kumaliza, na sasa hivi tumeshapewa fedha kuchukua maji kutoka Lake Chala. Sasa tutaongezewa fedha nyingine kutoka UNESCO. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa mradi huu kwa kweli, na anaenda kutembelea kule. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.